Ndugu watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News TV popote mlipo, ninawasalimu hamjambo. Karibu kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Hatujaweza kuzungumza kama siku 2-3 hivi, pole, ninaomba radhi, ila ni kutokana na homa ambayo imeweza kunivamia. Sasa hivi ndio nimeanza kupata nafuu, nimeona tuzungumze kanda 1-2-3 kipindi ambapo tunafunga mwezi. Je, unanitazama kutoka maeneo yepi? Kama upo Tanzania niambie, kama upo nje ya Tanzania vile vile naomba uweze kuniambia hapa chini kwenye uwanja wa comment section. Ripoti ya Jaji Chande ambayo iliweza kutolewa wiki iliyopita mnamo tarehe 23, ripoti ya uchunguzi wa uvunjivu wa amani na vurugu ambazo ziliweza kutokea kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka uliopita imeweza kukataliwa na bunge la Seneti la Marekani. Mnajua kweli bunge la Seneti la Marekani ni bunge gani? Bunge la Seneti la Marekani liko na mamlaka makubwa sana. Unajua ushawishi ambao bunge la Seneti la Marekani wako nao. Kwa wale ambao hamjui, Seneti ndio bunge la juu la Marekani, ambapo bunge la Congress ni la chini. Na Marekani bunge hili ndilo kusema bunge la Seneti. Lakini sasa kwenye ripoti ambayo imeweza kutolewa na kamati ya masuala ya nchi za kigeni, wamekataa ripoti ya Jaji Chande ambayo iliweza kusema namba 1, watu 500 waliuawa mwaka uliopita. Namba 2, ripoti ile ya Chande iliweza kusema kwamba waandamanaji waliweza kupewa mafunzo, walidhaminiwa ili kuweza kuandamana. Ile ripoti ya Jaji Chande vile vile iliweza kusema kwamba polisi hawakuhusika kwenye mauaji. Vile vile kwenye ile ripoti ya Jaji Chande waliweza kulaumu viongozi wa upinzani, haswa chama cha Chadema, kwamba ndio waliweza kuchangia na kuratibu zile vurugu ambazo ziliweza kutokea. Vile vile wakasema kwamba Samia sio wa kulaumiwa kwenye mauaji yaliyotokea. Nimekuwa nikiona viongozi wa chama cha CCM wakisema kwamba Chadema ndio wa kulaumiwa kwa maafa yaliyotokea. Sasa nimekuwa nikiona serikali hii ya Samia ikijaribu kujiosha na kusema kwamba wao hawakuhusika kwenye mauaji, hawakuhusika kwenye utekaji na hawakuhusika kwenye umwagikaji wa damu. Wacha niwarejeshe nyuma kidogo. Mnakumbuka hii tume ya Jaji Chande ambayo iliweza kuundwa hata kabla ya kuanza kazi ya uchunguzi. Tayari Mwigulu Nchemba na viongozi wa serikali walianza kusema kwamba mashirika ya kitaifa ndiyo yalihusika ama ndiyo yalihusika kwenye mauaji. Kivipi? Eti kwamba wao ndio waliweza kudhamini,
waandamanaji kuandamana ili kuleta vurugu kwenye taifa letu la Tanzania, pasipo kujua kwamba kero ambazo zilikuwa zinatoka kwa utawala wa Samia ndizo zilichochea mpaka wananchi kuandamana, mpaka wananchi kususia uchaguzi. Hebu nikuulize mtazamaji wangu, utekaji ambao ulikuwa unaendelea kabla tuingie kwenye uchaguzi, akina Humphrey Polepole hadi sasa hivi hawajapatikana, akina Soka hadi sasa hivi hawajaweza kupatikana. Unataka kuniambia kwamba hivyo sio vyanzo vya maandamano? Serikali ya Samia hii ya wizi wenye waliweza kuiba uchaguzi, wanataka kutuambia kwamba kwenye hii karne ya 21 ambayo tuko, wananchi wanaweza wakapewa pesa ili kuandamana kulalamikia uongozi mbaya wa hii serikali ya CCM. Hata mtoto mdogo wa chekechea anaelewa kwamba serikali hii ilipitiliza utekaji, ilipitiliza matumizi mabaya ya vyombo vya dola, kilichochochea wananchi kuingia barabarani. Na sio eti kwamba lazima wananchi wangelipwa ili kuingia barabarani kutetea demokrasia ya Tanzania. Hapana. Sasa Jaji Chande alipendekeza ili tuweze kuliponya taifa letu la Tanzania eti kwamba pawepo na maridhiano. Sasa tutaridhiana kivipi kipindi ambapo waliopo madarakani sasa hivi hawajaweza kutajwa wachukuliwe hatua? Marekani imesema kwamba wanataka kuangalia uhusiano wao vema na taifa letu la Tanzania. Unajua kitu ambacho kimeweza kughadhabisha Marekani ni pale ambapo serikali hii ya Samia inasema kwamba picha na kanda ambazo zilikuwa zinasambazwa mitandaoni zikionyesha polisi wakiwa na sare za Tanzania, sare za polisi wa Tanzania, picha ambazo zilikuwa zinasambazwa mitandaoni na kanda zikionyesha miili ya Watanzania ambao wameuawa, eti kwamba zile picha na kanda zile zilitolewa Gaza, mahala ambapo vita vipo upande wa Ukraine na Russia. Yaani huyu ni mtu ambaye yuko na akili timamu. Anasema kwamba zile picha waliweza kuzichakachua, wakaangalia zile kanda na wakaona kwamba zile kanda zilitolewa Gaza. Huyo ni mtu mwenye yuko na akili timamu. CNN ikaweza kuandaa ripoti ikaonyesha hadi jinsi ambavyo mama mwenye alikuwa na mimba alivyouawa, jinsi ambavyo watu walikuwa na uawa kama mbuzi, kama wanyama. Lakini mtu anatokea na kutuambia kwamba zile picha na zile kanda ambazo zilikuwa zinaonyesha jinsi ambavyo Watanzania wanauawa, eti kwamba zile kanda ni za Gaza, na wanataka tuamini hii ripoti ya Jaji Chande. Wacha nikueleze, hakuna siku ambayo Watanzania watasahau ule unyama ambao waliweza kuwafanyia ndugu zetu, wakawazika, wakawaua na kuwazika. Kila clip inayozunguka katika mitandao, kwa mfano kuna matukio ambayo tuliletewa kama ni matukio ya tarehe 29, lakini wataalamu wakaonyesha kwamba zile video zimetengenezwa upya, zimechakachuliwa, ni matukio ya Gaza, matukio ya nchi nyingine ambayo ilikuwa na maafa, lakini imepokelewa kama ni matukio ya Tanzania. Sasa ninaomba uweze kusikiliza jinsi ambavyo
bunge la seneti la Marekani, kamati ya masuala ya nchi za kigeni wameweza kupendekeza. Wamesema hivi: as expected, this commission of Judge Chande glossed over a violent crackdown and the facts. I support the Trump's administration bilateral review. Weighting our scrutiny with a whitewashed report is flawed strategy. It won't restore credibility, but rather deepens long-term risks and mistrust of the ruling regime. Umeweza kuelewa haya maneno? Yaani hili bunge la seneti, kamati ya masuala ya nchi za kigeni kutoka Marekani, wanasema hivi: walikuwa wanatarajia haya matokeo ya kamati au kipenda tume ya Jaji Chande. Walikuwa wanatarajia, kwa sababu kipindi ambapo rais ameweza kuteua tume yake kuweza kuchunguza mahala ambapo yeye ndiye muhusika mkuu, mtuhumiwa wa mauaji, musitarajie kamwe ripoti ya kuridhisha. Ile tume au kipenda kamati au kipenda jopo la Jaji Chande lilikuwa ni jopo la kuhalalisha wizi wa kura wa Samia na vile kumuosha Samia asija kaonekana kwamba yeye ndiye aliweza kuhusika kwenye mauaji ya mwaka uliopita. Lakini sasa serikali ya Marekani inasema kwamba inataka kuchukulia serikali ya Samia hatua. Hatua ya kwanza, kuangalia ngazi za kibiashara kati ya Marekani na Tanzania. Marekani haijawahi sapoti na haijawahi fanya biashara na serikali ambayo imemwaga damu na inataka kujifanya kwamba wao ni weupe kama pamba. Na sasa hili bunge la seneti limeweza kuagiza biashara kati ya Marekani na Tanzania visitishwe mara moja. Wamesema kwamba wao watakuwa wanaharibu wakati wao kusoma ripoti ya Jaji Chande ambayo iliweza kuchakachuliwa. Hawawezi wakaisoma. Wamesema kwamba weighting our scrutiny with a whitewashed report is a flawed strategy. Yaani watakuwa wameharibu wakati wao kusoma hii ripoti ya Jaji Chande ambayo imeweza kuchakachuliwa. Na wamesema hivi: hii ripoti ya Jaji Chande haiwezi ikarejesha imani ya wananchi kwa hii serikali ya Samia ya wauaji. Ila ripoti hii ya Jaji Chande ambayo serikali ya Samia ilikuwa inafikiri kwamba wakiitoa itasaidia kuliunganisha taifa, wameeleza kwamba ripoti hii ya Jaji Chande itaongeza mpasuko katika taifa letu la Tanzania, kati ya raia na serikali haramu ya Samia. Vile Marekani inasema kwamba ripoti hii ya Jaji Chande itaongeza kutoaminiana kati ya serikali ya Samia na raia wa Tanzania. Mimi ninaunga mkono kabisa hili swala ambalo Marekani imeweza kupendekeza au bunge la seneti limeweza kupendekeza kwamba waangalie sheria za kibiashara upya kati ya Tanzania na Marekani.
Mimi ninaunga mkono hilo. Wasiunge serikali ya mauaji mkono kabisa. Kwa wale ambao hamjui, bunge la seneti la Marekani wao ndio kuamua kile ambacho serikali ya Marekani itafanya. Mimi ninaunga mkono wafanye nini? Hata kama ni kufungia, wafungie hii serikali ya Samia isifanye biashara na Marekani. Kwa sababu hauwezi ukaua kwa upanga, kwa risasi, alafu unataja ama unataka muweze kufanya biashara na wale ambao wanajali haki za kibinadamu. Never. It cannot happen. Alafu mnakuja hapa kutuambia kwamba zile video na picha zilizotundikwa mitandaoni zikionyesha miili ya ndugu zetu ambao walikuwa wameuawa, eti zile picha na kanda ni za Gaza. Mnakubaliana na hiyo ripoti, mtazamaji wangu? Mnakubaliana na haya matamshi kwamba zile picha na zile kanda ni kutoka Gaza? In fact, ninazidi kufunga nikiomba nione hata rais wa Marekani Donald Trump ameweza kuchukulia Samia hatua. Hauwezi ukaua alafu uzike utake uweze kuridhisha taifa, alafu naitisha maridhiano ya nini? Nenda wewe Samia, nenda mkaridhiane na wale ambao uliweza kuwazika kwenye kaburi. Sijui wazo lako ni lipi?